ungalinipata mwaka wa 2022 kama maadui walishashika maisha yangu, tena ilikuwa inaenda nayo kwa nyakati zingine. 2021 kwa hiyo mwaka wa 2021 maadui walikataa, wakainuka juu kwa boma letu. Walikuwa wanavuruta damu ya mama, wanapeleka hospitali, damu inaisha. Naweza kumbuka siku ingine kama mtumishi wa Mungu mwana wa Geso aliingia kwetu kwa huo mwaka, na tena mwadi akatoa mama, tena kambadilisha akili bila kutambua hata mjakazi wa Mungu. Anasema kwamba na huyu ni nani? Nilipea nafsi yangu kwa uchungu kwamba hakuwa natambua mpaka mjakazi wa Mungu ambaye alikuwa anamtambua. Neno lingine likanipata 2021 kwa huo mwaka wa 2021. Kanipata nikielekea shambani, na nikakutana na mtu ni mtu wa ukoo wetu pale, kama shalewa. Nilikuwa na watoto wenzako. Mama utugo kodi ngane majaya. Kasema kwamba mama amepishana na mtu ambaye ni wadomba, hata ipuka. Neno hili ikakuwa uchungu kwangu. Bali Mungu wa rehema aliniinukia juu. Na baada ya hapo mama kama Mungu ashamchukua, niliona nivurute nyumba kwetu kwa ajili maadui walianza kukuja. Wakati mwingine watu wao walikuwa wanafanya lango kwa lango. Kaingia wakasema kwa maadui wanataka kuchukua kijana yetu mkubwa. Linizidi nitafute Mungu. Kwa ajili ya boma watu walishanenea. Kwa walisema kwamba sisi tutagawa hiyo shamba. Na nikaona ni vyema mimi nimtafute Mungu. Kwa ajili ya roho ya watoto wetu walishatoka hata kwa boma. Na nikatafuta Mungu wenzetu. Kwa hiyo mwaka 2022 nikiwa kwa kidacho cha 3, muhula wa 3 kama kuja kijana ambaye ni rika yangu. Maadui aliua kule kwenye mto ya Ribayana. Ni jirani yetu pale. Nikahisi Yesu akiuberewa. Jinsi walikuwa wanauberewa. Maadui wa kunena ile nishinda kwamba siwezi nikaenda. Saa 6 ya usiku na roho ingine ikaniamusha. Kaniambia kwamba je, unasikia hiyo sauti? Nikaenda ili nimtafute Mungu. Sasa hivyo nilikutana na wokovu. Ambayo walisema kwamba hii hawezi wakajengea. Jana wakareja wakajenga. Wanafanya ushuhuda. Ni mtoto anasababisha boma hii imesaidika. Kama sio Mungu kwa Lucy angesimama. Masingejali kama hata ningesimama hapa. Mungu ananitendea neema ya wokovu. Hata kama tuko kwenye kijiji, maadui bado wanaongea. Sema kwamba haiku inastahili wajenge hapa.
muono. Mungu wetu ni wa neema. Nyasaye otimo nwa muono. Mungu alitendea neema. Nyasaye oriwo wakendo. Mungu akatuunganisha tena. Jachien osepogowa. Washetani walikuwa wametugawanyisha. Mayawuoyi nokwinjore kod Vijana walikuwa wanaelewana na wasichana wao. Nyiminega nosedhi kuondegi. Mabinti wetu walikuwa washaenda mahali kwao. Owete bende nodo. Vijana wetu pia wakasarudi. Okinyal gore simu. Wange hataongea. Tukata nyaminwa maduong'. Dada yetu mkubwa. Jachien bende notamo da. Shetani alimshuhudia atakuishi. Kodwaro mondo mi odagi. Nataka ile aishe. Jachien gole ode. Ndio wanamtoa kwake. Notimo na neno. Akanitolea ushuhuda. Mine walamo Nyasaye. Tukaomba na yeye Mungu. Mine mara ariyo. Dada ambaye anaitwa Evelyn. Bende jachien noyiene mondo mi odagi. Yeye pia walimkubalia kwamba aishi. Tokata kamano nyuol to tame. Hata hivyo kuzaa naye hapana. Tunawuoyo kod Nyasaye. Nani kanena na Mungu wetu. Nyasaye moridhierwa kabili nokonye lamo Nyasaye. Nyasaye. Mungu hapa kwetu pia alinisaidia. Nosemia duoko ni en gi ich mar dweche 7. Alinipea ya kwamba hakuna mimba ya mwezi Nyasaye 7. osechung' nyaka gi nyiminega mamoko. Mungu amesimama mpaka na mabinti wetu Mano wengine. ok nyal tiyo tijegi. Baye hawangefanya kazi yao. Nyasaye omiyogi kwe kawuono. Sababisha wamekuwa na amani. Nyasaye otimonegi ng'wono. Tena amewatendea neema. Nyasaye no nogola kama Mungu huyu alinitoa mahali kane pabaya. lweny opong'o dalawa. Vita ilikuwa imeshinda kwetu. Kendo lweny ne nitiere e kind owadwa maduong' Vita ilikuwa kati ya ndugu yangu mkubwa koda. na pamoja nami. Kata sama nochopo e warruok ne jowadwa. Nilifika kwa wokovu. Nokodwa mondo mi alemie kanisa mar Miracle. Kwa nataka nime katika ile Nodwa ni kanisa. mondo mi adhi alemie din mar PAG. Anataka niende nisome kwa dhehebu ingine. Ewalo to nawuoyo kod Nyasaye. Hata hivyo nikanena na Mungu. Nyasaye dhano nokowara to in ema ne wara. Mungu binadamu hakuniokoa bali wewe. Nyasaye ne mosemiya chung' e dieru ka. Mungu anasababisha nimesimama mahali hapa. Aluore nyime. Niko na uoga mbele Aluore yake. inye nyim Nyasaye. Na uoga mbele ya Mungu. Nyasaye nosetimo na ng'wo. Mungu amenitendea Nyasaye neema. mosechung' e koda. Amesimama na mimi. Nyasaye wachni mondo mi otim nende. Sema kwamba tutawashukuru. Nyalo hapo matek kuna tim nende Mungu Nyasaye. ainuka imtolee Mungu. Chunya goni Nyasaye no. Roho yangu namshukuru Mungu, ni asante.